tunakoelekea. Ndugu viongozi na wananchi, katika miaka minne iliyopita tulichukua hatua zinazolenga kuimarisha ukusanyaji mapato ya serikali, na hapa nipongeze Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA kabla kubadilika kwake. Tutalijadili serikalini kama tunataka kubadilika au vipi, tutakwenda kwenye services au jina jingine, lakini kwa sasa TRA. Niwapongeze kwa kazi nzuri wanayoendelea kuifanya katika kuboresha mifumo ya ukusanyaji wa mapato. Wamejitahidi sana, na kama mnavyojua tumekuwa sana, lakini mahitaji ya nchi ni makubwa, rasilimali fedha inahitajika nyingi sana, bado tunatakiwa kukusanya, na kweli kuna fedha ambayo bado hatujaikusanya, kwa lazima tuikusanye ili tuweze kufanya mambo yetu. Niwapongeze pia wafanya biashara na wananchi wote kwa ujumla kwa moyo wa uzalendo wa kuendelea kulipa kodi kwa hiari bila shuruti. Ingawa bado kuna wakwepaji, lakini wengi wakishikwa hivi wanalipa kwa hiari bila shuruti. Asanteni sana kwa kuunga mkono juhudi hizo za serikali. Na ndio maana tunasogea. Wananchi wanapolalamika mvua imeharibu barabara, si muda mrefu wizara husika ipo kutengeneza barabara, kwa sababu fedha tunakusanya. Kila linalolalamikiwa tupo kurekebisha, kwa sababu fedha tunakusanya. Tusipokusanya hatuwezi kufanya chochote. Kwa hiyo niwasihi sana wananchi, tuendelee na desturi nzuri ya kulipa kodi ili tuweze kufanya mambo yetu. Waheshimiwa, makusanyo haya ninayoyazungumza, na nimeangalia katika ripoti ya tume, nilipata bahati ya kuangalia draft yao, nikaona wameripoti mapato ya miaka minne, na kila mwaka mapato yamekuwa yakipanda, trend inaongezeka vizuri. Kwa hiyo makusanyo haya yanatokana na ukuaji wa uchumi pamoja na juhudi za kuimarisha utendaji na uwajibikaji katika taasisi zetu za ukusanyaji wa mapato, ingawa bado kama tume walivyosema tunahitaji kufanya vizuri zaidi. Pamoja na mafanikio haya, bado tuna fursa kubwa ya kufanya vizuri zaidi, ikiwemo kuhakikisha kuwa wananchi wengi zaidi wanashiriki kikamilifu katika shughuli rasmi za uchumi. Hadi sasa bado kuna idadi kubwa ya wananchi wanaofanya shughuli za kiuchumi katika sekta isiyo rasmi, hali inayowakosesha fursa muhimu kama vile kupata mikopo, kukuza mitaji na masoko, ujuzi na maarifa ya biashara, pamoja na kushiriki kikamilifu katika uchumi wa kisasa. Kwa sababu hiyo, tutaendelea kuboresha mazingira ya kisera na kisheria ili kukuza shughuli za kiuchumi, biashara na uwekezaji nchini. Suala la urasimishaji wa biashara na shughuli za kiuchumi litapewa kipaumbele ili tuweze kujenga uchumi jumuishi kwa maendeleo ya taifa letu. Ndugu zangu, nimesikiliza kwa makini mapendekezo yaliyotolewa na tume, ambayo pamoja na mambo mengine yanajielekeza katika kuboresha sera na sheria za kodi, mazingira ya uwekezaji na biashara, mifumo ya tehama, mifumo ya kitaasisi ya ukusanyaji mapato na maduhuli, na utatuzi wa migogoro ya kikodi. Kwa ujumla, tukiyatekeleza vyema mapendekezo yaliyotolewa, yatatuelekeza kwenye kuwa na mfumo wa haki na usawa wa ulipaji wa kodi. Kuna malalamiko mengi kwa wafanyabiashara, wengine wanalipa sawa inavyotakiwa, wengine wana vichochoro vya kupita wanalipa kidogo, wengine ilikuwa na kikao na mkuu wa TRA wiki zilizopita hapa kuhusu mafuta ya kula. Kuna wanaozalisha, kuna wanaopitisha magendo, yanapita hayalipiwi kodi, na kwa hiyo uwanja wa soko hauko sawa. Kwa hiyo kuna mambo yote hayo ya kuyatazama. Sasa mapendekezo haya yatatuelekeza huko, kuwa na kodi ya haki na usawa kwa kila mfanya biashara kwa kiwango cha biashara anachokifanya.
na sio wengine wakubwa, wengine ndio wenye nchi hawalipi, wengine sio hivyo. Lakini pia inatuelekeza kuwa na utulivu kwenye ulipaji wa kodi, sera ziwe zimetulia na zinaeleweka za ulipaji wa kodi, lakini pia zinatekelezeka. Vile vile kuwe na tafsiri moja ya kisheria inayoeleweka, sio sheria ambazo mfanyabiashara kikisoma kifungu hicho hicho anauelewa tofauti, na mkusanyaji wa mapato akisoma kifungu hicho hicho anauelewa tofauti. Lakini tuwe na sheria ambazo kifungu kinachosema kisimame hivyo hivyo na kiwe hivyo kwa mfanyabiashara na mkusanyaji wa kodi. Lakini kwa upande mwingine, sera zetu au kodi zetu ziwe neutral, hazikandamizi watu, hazipendelei watu, ziwe neutral. Fanye biashara, alipe kodi, serikali ikusanye mapato, tuendelee kufanya kazi zetu.